Dada Asia, karibu sana. Haya, asante. Wewe umetokea wapi? Umetokea wapi? Natokea mkoa wa Mtwara, wilaya ya Masasi. Nyie ndio wale mnakulaga wale wanaitwa nini? Wale chama kinchanga inaitwa. Karibu sana dada Asia. Haya, asante. Umetusikia wapi? Umetusikia wapi? Kuna rafiki yangu aliwahi kuja kufanya hapa kazi ndo akanielekeza. Kwa hiyo umepata ushuhuda kabisa kwamba yani hawa watu ni wa uhakika. Mimi mwenyewe nishafanya kazi, kwa hiyo umekuja huna stress. Karibu. Asante. Lengo lako la kuja kwetu? Lengo langu nipate mtaji. Mtaji? Ushawahi kufanya biashara yoyote? Ndio, nishakuza mgahawa. Mgahawa wa kwako au wa kuajiriwa? Niliajiriwa. Niliajiriwa. Kwa sasa hivi unataka ukaanzisha wa kwako? Okay. Na background yako ikoje? Umeolewa? Una watoto? Na mtoto mmoja. Na mtoto mmoja. Na baba yake? Watoto mnapataga wenyewe jamani. Baba yake iko wapi? Baba yake yuko Dar es Salaam hapa. Hapa. Kwa hiyo mko pamoja au mmeshaachana? Tumeachana toka mtoto ana miaka 3. Na sasa hivi ana umri gani? Ana miaka 10. Ana miaka 10. Okay. Kwa hiyo mtoto yuko kwa baba, yuko kwako? Yuko nyumbani kwa mama. Kwenu? Kwa yuko kwa bibi. Anasoma. Sawa. Na baba yake anamsaidia au ni wewe peke yako unapambana? Anamsaidia. Amsaidie. Anasubiri mpaka asikie mtoto amekuwa kama Diamond Platinum ndio aanze kujitokeza kusema huyu ni mwanangu. Amsaidii kabisa. Amsaidii kabisa. Maana alikuja mwezi wa ngapi? 12 likizo. Nikamwambia mtoto muandalie kila kitu, akuja na kitu chochote kile. Sasa alikuja na begi na nani na viatu. Akasema yeye ana hela. Yeye ana hela lakini yeye anakula na anaishi, si ndio? Wanasemaje hawana hela lakini mbona hawafi? Mtu ambaye hana hela si hana hata hela ya kula jamani. Lakini anafanya uzembe tu makusudi. Wanafanya makusudi. Kwa sababu anaenda Mwanza kwao, anarudi. Nikimwambia mtoto anataka kitu fulani nasema mimi sina hela. Kwa mpaka nipambane mwenyewe au apambane mama yangu ndio nipate kumsaidia. Yaani kifupi mtoto ameacha kumhudumia kuanzia sijui ameanza chekechea na miaka 4. Alipoacha kumhudumia. Okay. Huko nyuma alikuwa anamhudumia. Alikuwa anamhudumia hivyo hivyo, sio sana yani. Sio sana. Alikuwa anatoa huduma ila sio kivile. Labda kwa mwezi yani hela yake kubwa ametuma 6,000. 6,000. Nayo utasema alikuwa anahudumia jamani. Si ndio hivyo hivyo. Kwa hiyo huduma zake chache. Mwanaume ukishaachana naye tena anaona akimhudumia mtoto anakuhudumia wewe. Ndio? Au mwingine akiwa anamhudumia mtoto anataka aendelee na wewe uendelee kumpa huduma. Sio amhudumie mtoto alafu wewe umpe huduma. Si umeelewa wewe mama? Wanakuwaga washenzi kweli. Na huko unakuta na mwanamke wake mwingine. Lakini anataka kwa sababu anamhudumia mtoto wake ambaye kazaa na wewe, anataka na wewe umhudumie jambo lake. Washenzi kwa wakubwa. Tabia mbaya. Lakini pia wanachokifanya hii ya kutelekeza watoto ni laana tu wanajitafutia. Unajua wanaume wengine hawafanikiwi kwa sababu ya laana hii. Kwa sababu mtoto ambaye unajua kabisa ametoka kwenye viuno vyako. Na wewe kama mzazi, baba, Mungu amekupa cheo kikubwa sana. Baba ni mzazi. Sisi unajua kwa nini tunamuita Mungu baba? Kwa sababu yeye ndio ametuleta hapa duniani. Na tunamuomba kila siku na anatubariki. Lakini wewe unakuwa ni baba, umepewa cheo cha Mungu hapa duniani kama baba, alafu unashindwa kutimiza majukumu yako. Hiyo ni laana. Kwa hiyo unaweza kukuta unapata shida, biashara zako haziendi. Yaani unapata changamoto, usikimbilie kanisani. Nenda kamhudumie mtoto wako yule ambaye umemzaa. Hao ndio wanaume shauri yenu. Unawasaidia maarifa kama mtayafanyia kazi haya. Yaani unaweza ukahudumia mtoto wako ukashangaa mikosi yote uliokuwa unaipata imeondoka. Lakini ni kwa faida yako. Yaani usipomhudumia mtoto wako, hasara ni kwako pia. Maana mwishowe pia mnakujaga kudhalilika. Mungu anajuaga kuwatoa watoto wanaotelekezwa. Mungu anawafungulia milango, wanabarikiwa, alafu baadaye ndio inaanzaga kuja inataka anakuja anataka kutambulika yeye kama baba. Mimi huyu ni mwanangu bwana. Anakuja hata matokeo ya shule anasema mwanangu wewe kasema. Matokeo ya shule ambayo hajui vizuri. Lakini akimwambia baba mimi niko na nini nimekuwa mtu wa fulani au ushindi fulani anafurahi. Kumwambia tuma hela ndio hivyo. Kutuma hela hatumi. Ila anashangilia mtoto akiwa wa kwanza. Au jamani. Ila iko vizuri. Yaani baba hivyo mtakuwa kuni huko jehanamu. Karibu Maya. Kwa hiyo unatafuta kama kiasi gani?
Haujui yote iliyopatikana meheri. Hamna yoyote, sisi hapa tunafanya kazi kwa mipango na mipangilio. Ukipangiwa traditional, hapa ni yangu nifanya biashara ya mgahawa na nijenge. Lazima ujue sasa unahitaji kiasi gani kwa ajili ya mtaji. Ujenzi unahitaji kununua kiwanja nataka ninunue kiwanja na tofali pia ili nipate kujenga. Kwa kifupi unahitaji pesa. Sasa pesa zinapatikana kwa maarifa. Ndio. Lazima ujifunze kufanya kazi hizi vizuri. Ndio. Sio kimazoea. Maana wadada wengi bado wanafanya kazi kizamani. Ni dada wa kazi tu kwa sababu ni dada wa kazi na yeye anaichukulia kidada wa kazi. Sisi hapa tunafanya kazi kiprofessional, kitaaluma. Maana tunawaelekeza, tunawafanyia training, lakini pia tunaandalia miongozo kama hii ya kuwasaidia. Kwa hiyo utakapozingatia haya ni kwa faida yako. Wewe safari yako ni ndefu, unahitaji mtaji, unahitaji kujenga. Kwa hiyo inabidi uweke malengo kwamba hata kazi nataka niwe kwenye level fulani. Nisifanye tu kama traditional. Nifanye kama smart, au kama niko kwenye smart, nitoke smart niende professional. Na hii unajipa kipindi cha mwaka mmoja. Mwaka tu. Ukiwa mwaka mmoja unafanya kazi kama traditional, ukiwa na mwongozo kama huu, ukimaliza mwaka ukija hapa tunakuasisi, tunakupeleka smart. Kama uko smart, ukijiboresha kwa level hii, ukija hapa tutakutoa kwenye smart unaenda professional. Uzuri mradi wetu ni mradi ambao unakuza vipaji na unawaelekeza mbinu, unawapa nyenzo namna ya kufanya ili uweze kupanda daraja. Kwa hiyo mimi ninachokushauri ni kutafuta maarifa. Usifanye kazi kikawaida, kimazoea. Ukiweza hivyo unatoboa. Hivyo vitu ni rahisi, mtaji ni rahisi. Kama ni kujenga, kununua kiwanja, simple. Ni wewe tu sasa kuboresha, kutoa thamani kubwa zaidi. Usifanye kazi kikawaida. Sawa. Haya, karibu. Haya, asante. Karibuni sana jamani. Kwa hiyo mtakuwa hapa kama mlivyoona kule, kuna watu wako hapa wiki 6, wengine wiki 3. Bidii yako, spidi yako ndio itakayokupanga kazi mapema. Ukiona umeona tunaongelea wengine wana matabia machafu, mabovu. Wengine mwanzoni tu wanapokuja wanatuonyesha red flag, tabia ambazo hatuzielewi, ndio maana unakuta wanachukua muda. Lakini ukiamua kuchapa kazi vizuri, kanyooka vile tunavyowaelekeza, wala huwezi kuchukua muda mrefu sana. Wiki 1, wiki 2 maximum mtu unapangiwa kazi. Kwa hiyo usije mkafikiria inabidi kukaa wiki 6. Hiyo inategemea na mtu mmoja. Kila mtu hapa na muda wake kulingana na spidi yake, uelewa wake na namna ambavyo anatuonyesha userious wa kwenda kufanya kazi. Kwa hiyo karibuni, tutakuwa pamoja kwenye hizo training. Mwe tayari tu kwamba namjue mko hapa kwenye ni assessment. Kila unachoambiwa, kila unachopangiwa kila wakati, kuanzia unapoamka mpaka unapoenda kulala. Yaani ukiwa hata na wenzako huko ujue uko kwenye assessment. Watu wanakuchunguza wewe ni mtu mbea, una mdomo, unapenda kufuatilia vitu ambavyo havikuhusu. Yaani mnaweza mkakaa tu mnapiga story, lakini ndio watu wanachukua tabia zako. Kwa sababu zile ndio mjumuisho wa utendaji wako wa kazi, na tabia ndio kinachokupa thamani kwamba wewe dada unafaa level gani au una potential gani. Kama ukipata mafunzo vizuri, miongozo vizuri, unaweza ukafika wapi. Kwa hiyo karibuni. Asante. Haya.